Bwana, kitu cha kwanza nikwambie kwamba subscribe YouTube channel yangu, then tuendelee kuzungumza hiki ambacho nimekuletea hivi sasa. Siku ya jana kilifanyika na press ambayo iliwakutanisha baina ya waandishi wa habari pamoja na mwalimu wa kikosi cha TRA United. Moja kati ya kitu ambacho aliweza kuzungumza kocha wa TRA United ni kwamba malengo ya TRA United ni kuitangaza timu na sio kushika top 4. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Young Africa, malengo yao tayari wameshatimia kuitangaza timu. Kwa hiyo mchezo wao wanaenda kukamilisha ratiba tu. Kwa hiyo hebu msikilize kidogo kocha huyo uweze kupata mawili matatu kutoka kwake, afu tuambie komenti yako hapo chini. Okay, tunashukuru Mungu tumefika salama. Tuna safari kwa nzuri na imani kwa jioni tutakuwa tumeshajua hali gisi iko vipi kwa wachezaji. Kwa hiyo ila so far hakuna shida yote, tuko vizuri. Kocha, mchezo uliopita dhidi ya Young Africa mligawana alama kule Arusha. Mchezo mwingine wa kesho, kimbinu sasa utakuwa mchezo aina gani? Utakuwa tofauti kidogo na kwanza, kwa sababu moja tulikuwa aina ya uwanja tulikuwa nyumbani, sio kama wa KMC, na afu pia na level ya timu tulikuwa tofauti. Kipindi kile tulikuwa bado tunatafuta the rhythm, lakini kwa sasa maana tuko vizuri na imani kuwa itakuwa mechi nzuri bora kwa upande wetu. Shukrani sana. Nakaribisha maswali kwa mwalimu. Asante. Baza asubuhi. Asante. Mchana. Kocha, msimu huu timu yako imekuwa nzuri sana inapocheza na hivi vilabu vikubwa, na bahati nzuri hamjapoteza alama zote 6 kwenye mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya Azam. Mechi ya kwanza ya Yanga ilikuwa nzuri pia kwa kuitazama namna ambavyo ilivutia. Kesho mnaenda kucheza mechi nyingine ambayo hamtaki kumaliza vibaya ligi, licha ya kwamba malengo yenu yale ya kwenda kimataifa yamekwama kiasi fulani, lakini mnataka pale kumaliza vizuri, kwa sababu wewe mtakapomaliza vizuri inawezekana ikakupa mwanga wa kwenda kuanza vizuri msimu ujao. Inakupa ugumu kiasi gani kocha, nyakati kama hizi Yanga wanakompiti kwenye ubingwa, wewe haukompiti kwenye nafasi ya 4, lakini unataka kukaa pale ambapo ulipo, itakuwa ngumu kiasi gani kwa kesho? Kwanza sisi tutakuwa na malengo ya kimataifa ya top 4, tutakuwa na hayo malengo. Wakati nimeyazungumzia sana, malengo yetu ilikuwa ni ya kwanza ni kutambulisha, kwa sababu ni timu imepanda msimu, imeanza msimu huu, ni kutambulisha timu yetu kwenye Tanzania, wajue kawa kuna timu TRA imekuja. So kwa mechi yetu ya kesho, moja ya timu au moja ya mechi ni nzuri kutambulisha timu, kwa hiyo ni mechi ya kesho. Kwa hiyo sisi tuko kwenye malengo yetu, tuko pale pale, hakuna kitu badilika. Tuna approach tukijua nini tunahitaji. Swali lingine? Mwalimu, umekuwa vizuri sana ukicheza na hizi timu kubwa. Sasa Simba na Yanga pale Arusha, Sheikh Amri Abeid, na kila mmoja ameona ugumu wa pale. Na sasa kila mmoja ametema kama tukienda Arusha kazi hiyo. Lakini baada ya kuja Dar es Salaam hapa, mmoja ukiachana na Young African, Simba ameweza kupata matokeo na makundi mengi. Kesho anaenda kucheza dhidi ya Simba. Kuna dhidi ya Young Africans ambaye pia ni miongoni mwa hao wakubwa. Nini kimepungua ukitoka nje ya uwanja wa Sheikh Amri Abeid, ambacho ukiwa pale Sheikh Amri Abeid inakuwa ni zaidi, ni tishio zaidi? Kuja hapa Dar es Salaam kidogo tumeona kwa Simba ilikuwa ni tofauti. So far tuna pointi 42. Kwa hiyo sidhani kama ikiwa hizo pointi 42 tumezipata kwa mechi tu hizo mbili umesemaongea. Kwa hiyo sikubaliane na hilo. Tumecheza na Singida, tumechezea hapa, tumepata ushindi 3-1. Tumecheza na KMC, tumeshinda. Kwa hiyo sio kusema tumeshinda tu nyumbani, tumeshinda hata away, tena mechi nyingi. Kwa hiyo hakuna ugumu wote tukiwa nje wala tukiwa nyumbani. Timu ni ile na maandalizi ni tofauti tu. Kwa hiyo hakuna utofauti wowote tu. Sisi tuna approach mechi tukijua kuwa tunahitaji kuendelea kwenye malengo yetu, kama nimesema, kuweza kuendelea kutambulisha timu yetu. Swali la mwisho. Coach, unakwenda kukutana na Yanga ambao wako vizuri sasa kwenye shafu yao ya ushambuliaji.
safu yao ya kushambuliaji. Nini wewe kama mwalimu uliandaa vipi defensive line kuweza kukabiliana na safu ya ambayo iko very dangerous? Moja ya mbinu nzuri ya kudefend ni kuattack. Kwa hiyo tutashambulia zaidi nao ili nao wapunguze kutushambulia wakuje kudefend. Kocha azungumza na mashabiki wa TRA tuweze kualika uwanjani kesho. Nawashukuru kwa mara nyingine kwa support yao popote tulifika, wapo na wanaendelea kupush timu yao. Wana imani kubwa na timu yao, kwa hiyo tunawaahidi kuwa tutaendelea kupambana ili kutimiza furaha yao hadi mwisho. Shukrani sana coach. Habari za mchana. Nasikiliza. Kesho mchezo na Young Africa. Mchezo utakuwa ni mchezo wa namna gani? Kwanza tunashukuru Mungu tumetoka Arusha na tumefika Dar es Salaam salama. Timu iko vizuri na wachezaji wana morali kama alivyotangulia kusema hapa mwalimu. Kwa hiyo sisi tunaiona ni mechi nzuri kwetu sababu unapocheza na timu kubwa ni mechi nzuri sababu inakuwa biashara nzuri sana kwa wachezaji pia kwa timu yetu kama alivyosema coach tunaitangaza timu yetu ambayo taasisi yetu pia. Kwa hiyo ni mechi nzuri na sisi tumejipanga vizuri. Sidhani kama itakuwa tofauti kubwa sana na mechi ambayo ya kwanza tulicheza, ila tutapushi tuweze kupata matokeo inshallah. Shukrani. Nakaribisha maswali kwa Chirunda. Maswali kwa Chirunda. Chirunda, zungumza sasa na mashabiki wa TRA uweze kualika uwanjani kwa mchezo kesho. Sisi napenda kuwashukuru kwa support yao ambao wametupa hapo nyuma mpaka leo hii. Tunaomba wasiache na kesho inshallah waweze kuja uwanjani kwa wingi. Shukrani sana Chirunda. Asante. Umegundua nini juu ya hiki ambacho amekizungumza kocha wa TRA United pamoja na mwalimu pamoja na mchezaji ambaye ni Chirunda? Tuandikie komenti yako hapo chini kubwa. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye.